Wapo watumishi wengine tumewakamata 6 ambao wao walikuwa wanasaidia usafirishaji wa dawa za kulevya. 4 tayari tushawafikisha mahakamani na 2 tunaendelea kuchukua hatua ili waweze kufikishwa mahakamani. Kinachofanyika ni kwamba kwa kuwa ni watumishi wa serikali na nafasi zao, wanaweza wakasafirisha dawa kusaidia wale wahalifu kuifikisha mahali fulani, wakijua kwamba barabarani kule wanaposimamishwa na kujitambulisha na kuonyesha vitambulisho, wana uwezo wa kupita kirahisi bila kukaguliwa. Hivyo kutokana na hilo sasa tutahakikisha kwamba wale watumishi wote au wasafirishaji wote wa dawa za kulevya na magari yote yanayopita, hata mtu akijitambulisha yeye ni nani, itabidi sasa tuanze kukagua hayo magari ili kuthibitisha kwamba hilo gari au huyo anayesafiri na hilo gari kwamba hajabeba dawa za kulevya. Lakini tumebaini pia baadhi ya watumishi wachache wa serikali kutumia dawa za kulevya. Jijini Arusha tumebaini kwenye zile kumbi za starehe kuna eneo linaitwa VIP, ambapo ndani yake unakuta watu ambao wanaenda kule, watumishi wanakodi ile eneo, wanakaa kule, wanakula mirungi na wakati mwingine wanavuta bangi. Lakini jijini Dar es Salaam kuna apartment, watu wakitaka kutumia dawa za kulevya wanaenda kukodi apartment, wanakaa kule, wanapelekewa mirungi au wanapelekewa bangi, wanavuta. Sasa tumeshabaini hayo maeneo na sasa tunatoa onyo ili kwa watumishi wote, lakini pia pamoja na watu wengine, kwamba tutafanya pia operation katika hizo kumbi za starehe, hususan kwenye maeneo ya VIP, lakini kwenye hizi apartment ambazo zinakodiwa na watu wanazitumia vibaya katika matumizi ya dawa za kulevya. Hivyo tunaomba pia watumishi wa serikali kuhakikisha kwamba wanatekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria zilizowekwa na serikali na utumishi wao, ili kuhakikisha kwamba waisaidie serikali kudhibiti matumizi, biashara na usambazaji wa dawa za kulevya nchini, na badala yake sio wao kujihusisha na hiyo biashara ya dawa za kulevya. Aidha, wilayani Same mkoani Kilimanjaro, katika kituo cha mabasi yaendayo mikoani, tulikamata kilogramu 240 za mirungi zikiwa zimefichwa ndani ya mabegi ya nguo. Katika tukio hilo tunawashikilia Irene Obedi Sule na Elias Obedi Sule, wote ndugu wa familia moja, kuhusiana na uhalifu huo. Hawa walikuwa wanajifanya wanasafiri, wakabeba mabegi yao wanasafiri nayo, kumbe ndani yake wamejaza dawa za kulevya na tumewakamata. Lakini kutokana na hilo pia tutaendelea kufanya ukaguzi wa kushtukiza kwenye magari madogo, kwenye mabasi, lakini pia kwenye magari ya mizigo, ili kubaini usafirishaji wa dawa za kulevya na kuhakikisha kwamba tuna udhibiti.